Kikosi cha Young Africans kikiwa kimerejea mazoezini na hapo unavyoweza kuwaona ni wachezaji wa Young Africans wakiwa na Mwalimu Pedro wapo wanadiscuss mawili matatu kabla ya kuanza yale mazoezi rasmi. Unafahamu kwa hivi sasa Shangazi kunaweza kukaliwa chini. Na Imelda kwa nzima. Unaona hapo wachezaji wa Young Africans baada ya likizo fupi na hivi sasa wamerejea, na siku hii leo rasmi wameanza mazoezi ya kwanza. Mwalimu Pedro amegawa makundi mawili kama hivyo unavyoweza kuona. Kundi la kwanza huku wakiwa wakina Faridi Musa, wakina Ibrahim Baka, lakini pia unaona kabisa wachezaji wa Young Africans namna ambavyo walivyorejea katika pitch wakiwa wanautaka mchezo wakiwa wanaitaka michezo ya Ligi Kuu Tanzania Bara. Wanaonyesha kabisa hali ya kupambana na kujituma kweli kweli. Hii inakuja ni kutokana na Young Africans katika michezo ya hivi karibuni wamekuwa wakitoa sare, kitu ambacho kimekuwa kikiwaumiza kichwa mashabiki, lakini pia viongozi wa Young Africans kutokana tu na timu yao namna ambavyo ilivyokuwa inacheza katika hizi mechi tatu za mwisho. Na hapa nipo na mchambuzi wa kandanda nchini kwetu Tanzania, Hassan. Uko vizuri? Niko vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu. Uko sawa sawa? Niko sawa sawa. Namna ambavyo unavyoitazama Young Africans kwa hivi sasa inavyofanya mazoezi na katika mechi za hivi karibuni, unaonaje Young Africans wakirejea katika Ligi Kuu Tanzania Bara kwa sasa? Maswali mengi kwa Pedro Gonçalves ambaye ameongezewa mtu, tumeona ameongezewa kocha mwingine. Kiangalia swala la mfumo lilikuwa linamtesa. Alisema string of style, hiyo ni ukweli kwamba tulikuwa tunaona mechi hasa timu zinazokaa kwenye low block zinamsumbua sana. Sasa kwa msimu huu wa pili au tunaweza kusema wanaendelea duru la pili, tunataka tuone mabadiliko na tunaamini mabadiliko kwa sababu kitazama Yanga saizi na Yanga msimu uliopita, kwa sasa Yanga ana gap la alama 10 tayari ashazipoteza, wakati msimu uliopita amekuwa bingwa akiwa na alama 8 pekee. Kwa hiyo ina maana msimu huu tunaamini watakaporejea baada ya wiki fupi hapa, maana kuna sababu nyingi. Kocha alikuwa anasema kwamba swala la viwanja sio vizuri, lakini alikuwa na majeraha wachezaji. Ukisoma sababu alizozitoa, kwa hiyo tunaamini haka kama muda mfupi aliopata hapo wa FIFA break hapa utakuwa umemsaidia kocha kufanya marekebisho madogo madogo. Kwa hiyo tunaamini kuanzia mechi zinazokuja, mechi atakuwa na mechi tarehe 4 na Tanzania Prison. Ikumbukwe mechi yake ya mwisho na Tanzania Prison alisumbuka sana kulipata bao moja kama unakumbuka kule Jamhuri Dodoma. Kwa hiyo atakuwa anje hapa nyumbani katika uwanja wake nyumbani. Tunaamini matokeo yatakuwa mazuri au Yanga mwalimu muda mfupi atakaotumia, kwa sababu hatakuwa na sababu nyingine. Vilabu vyetu viwili vya Simba na Yanga huwa havinaga swala la kusubiri mchezaji au kumsubiri kocha. Mwalimu Pedro wamemuongezea nguvu katika benchi lake la ufundi. Maureen anatoka kuwa mkurugenzi wa ufundi ndani ya Young Africans, lakini anakuja kuongeza nguvu kama kocha msaidizi. Hii unaona kwa Pedro inaashiria nini, ama kwa wachezaji wa Young Africans inaenda kuongeza kitu gani zaidi? Yaani swali kubwa unaweza kuuliza hapa kazini kwa Pedro kuna kazi. Ndio. Unaona Young Africans wapo mazoezini wanapiga jalamba kweli kweli. Mashabiki wa Young Africans katika mechi za hivi karibuni walikuwa kama na ile pressure, tunaweza kusema pressure ya kuangusha alama. Katika michezo hivi karibuni tunaweza kusema wameangusha alama 6. Unawaona wachezaji siku hii ya leo, tulipata bahati ya kuzungumza na mchezaji mmoja mmoja na kila mmoja aliweza kuzungumza kile ambacho kipo ndani ya moyo wake. Unafikiria kwa wachezaji baada ya kurejea katika duru la pili, nini kitaongezeka baada ya mwalimu kuongezewa nguvu? Mimi naamini kwanza wachezaji wenyewe wana maswali mengi ya kujibu baada ya kutokana na mwenendo walionao Yanga. Maana Yanga, unajua Yanga msimu uliopita na msimu huu ni tofauti. Kuna kitu hapo kiana katikati, wana mechi 3 mfululizo wameenda sare. Kwa hiyo inakuwa ni halati kwamba tukiendelea hivi chochote kinaweza katokea. Kwa mazoezi yao unaamini wachezaji wamerudi, ni nguvu mpya na kasi mpya. Tunaamini kuna kitu kipi ambacho kitabadilika kutokana na mfumo walionao kwa sasa Young Africans wa kupoteza alama. Unapokuwa unaenda kwenye mechi nyingine unaona kwamba sio highlight nzuri, lazima nibadilike. Kwa hiyo naamini mabadiliko yatakuwa makubwa na watafanya vizuri kabisa. Yes, huyo ni mchambuzi wa kandanda nchini kwetu Tanzania, Hassan.
Unaona hapo wachezaji wa Young Africans baada ya likizo fupi na hivi sasa wamerejea, na siku hii leo rasmi wameanza mazoezi ya kwanza. Mwalimu Pedro amegawa makundi mawili kama hivyo unavyoweza kuona. Kundi la kwanza huku wakiwa wakina Faridi Musa, wakina Ibrahim Baka, lakini pia unaona kabisa wachezaji wa Young Africans namna ambavyo walivyorejea katika pitch wakiwa wanautaka mchezo wakiwa wanaitaka michezo ya ligi kuu Tanzania bara. Wanaonyesha kabisa hali ya kupambana na kujituma kweli kweli. Hii inakuja ni kutokana na Young Africans katika michezo ya hivi karibuni wamekuwa wakitoa sare, kitu ambacho kimekuwa kikiwaumiza kichwa mashabiki, lakini pia viongozi wa Young Africans kutokana tu na timu yao namna ambavyo ilivyokuwa inacheza katika hizi mechi tatu za mwisho. Na hapa nipo na mchambuzi wa kandanda nchini kwetu Tanzania, Hassan. Uko vizuri? Niko vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu. Uko sawa sawa? Niko sawa sawa. Namna ambavyo unavyoitazama Young Africans kwa hivi sasa inavyofanya mazoezi na katika mechi za hivi karibuni, unaonaje Young Africans wakirejea katika ligi kuu Tanzania bara kwa sasa? Maswali mengi kwa Pedro Goncalves ambaye ameongezewa mtu, tumeona ameongezewa kocha mwingine. Kiangalia swala la mfumo lilikuwa linamtesa. Alisema strength of style, hiyo ni ukweli kwamba tulikuwa tunaona mechi hasa timu zinazokaa kwenye low block zinamsumbua sana. Sasa kwa msimu huu hapa au tunaweza kusema wanaendelea duru la pili, tunataka tuone mabadiliko na tunaamini mabadiliko kwa sababu kitazama Yanga saizi na Yanga msimu uliopita, kwa sasa Yanga ana gap la alama 10 tayari ashazipoteza, wakati msimu uliopita amekuwa bingwa akiwa na alama 8 pekee. Kwa hiyo ina maana msimu huu tunaamini watakaporejea baada ya wiki fupi hapa, maana kuna sababu nyingi. Kocha alikuwa anasema kwamba swala la viwanja sio vizuri, lakini alikuwa na majeraha ya wachezaji. Ukisoma sababu alizozitoa, kwa hiyo tunaamini haka kama muda mfupi aliopata hapo wa FIFA break hapa utakuwa umemsaidia kocha kufanya marekebisho madogo madogo. Kwa hiyo tunaamini kuanzia mechi zinazokuja, mechi atakuwa na mechi tarehe 4 na Tanzania Prison. Ikumbukwe mechi yake ya mwisho na Tanzania Prison alisumbuka sana kulipata bao moja kama unakumbuka kule Jamhuri Dodoma. Kwa hiyo atakuwa anja hapa nyumbani katika uwanja wake nyumbani. Tunaamini matokeo yatakuwa mazuri au Yanga mwalimu muda mfupi atakaotumia, kwa sababu hatakuwa na sababu nyingine. Vilabu vyetu viwili vya Simba na Yanga huwa havinaga swala la kusubiri mchezaji au kumsubiri kocha. Mwalimu Pedro wamemwongezea nguvu katika benchi lake la ufundi. Marin anatoka kuwa mkurugenzi wa ufundi ndani ya Young Africans, lakini anakuja kuongeza nguvu kama kocha msaidizi. Hii unaona kwa Pedro inaashiria nini, ama kwa wachezaji wa Young Africans inaenda kuongeza kitu gani zaidi? Yaani swali kubwa unaweza kuuliza hapa kazini kwa Pedro kuna kazi.